nyuma, anaangalia, anageuka. Muulize kama maisikia kitu kama hiki. Lipa sheke babo. Umaisikia? Ni nani? Ninaambiwa kitu. Naambiwa usikate tamaa, kwa sababu naona mlimpoteza kwa mazingira ya kutatanisha. Lakini kama angesikiliza sauti yako, pengine angekuwa bado yupo, sababu alikuwa mbishi sana. Alikuwa haambiliki, hasemezeki. Kila akiambiwa, ulijaribu sana hata ashike vitu vya kanisa, akaweze kukaa katika njia za Mungu, lakini ikaonekana ni ngumu. Lakini usikate tamaa, Mungu amekuteua wewe. Nyanyua tu mikono. Kama alipitia kitu kama kidney failure. Yes. Naona kama kidney failure. Kidney failure. Na kidney stones. Na akakuwa na matatizo na ngozi. Majira yamefika. Constancia ni nani? Constancia. Nasikia Constancia. Nasikia like the firstborn birthright. Utamuuliza kama ni mzaliwa wao wa kwanza. Is it the firstborn? Yes. Kitu kama hiki. Shaka baba. Makala baba. Naona Joseph. Jina Joseph ni nani? Yes. Nabii ametumwa kwenu. Nasikia aliomba sana ndani ya moyo wake, alisema hii mkutano uwe wangu, na ndio kumbe Mungu ameona aanze. Nyanyua tu mikono popote ulipo. Bwana anatengeneza njia. Pia huyo anaonekana kama hayupo katika anga za kiroho. Babake marehemu. Katika nyumba ya mzee Henry na mama anaitwa Flomena, pengine nisi mama naona Flomena, na nyumba ya baba Henry. Mungu amekuteua wewe kuwa ngao ama jicho ya mtu atakayekuwa mtu mkuu sana. Usiogope vitu unavyovipitia. Endelea kuamini Mungu, kwa sababu uko katika hatua kubwa sana ya kuleta ukombozi wa familia yenu, kutoka kwa mdogo mpaka kwa mkubwa. Ndiyo, Constancia ni wa kwanza, lakini katika masuala ya kimungu wewe ni wa kwanza, katika masuala ile ambayo wanaitwa mzaliwa wa kwanza kwa haki. Mzaliwa wa kwanza by birthright, yule mzaliwa wa kwanza kiumri, lakini wewe umekuwa mzaliwa wa kwanza kwa haki. Unaleta haki ya Mungu kwa familia ya kwenu. Usikate tamaa, Mungu ana mpango mzuri na wewe. Kuna wakati umeota sana ndoto, kila wakati unamwona Flomena anakukujia sana kwa ndoto. Hakuta kuwepo na roho yoyote ya vifo vya mapema kufuatilia watu wa kwenu kupitia wewe na kupenda kazi ya Mungu. Ndio Mungu amekuteua wewe kuwa mtu mkuu. Neema imeshaachiliwa. Yes. Usikate tamaa. Bibi Ana, mwasikia Bibi Ana ni nani? Kwa sababu huyu binti kwao, yes, wamelea mpaka watoto ambao wengine si wa damu yao, lakini wakawalea. Roho wa Mungu anaona moyo mzuri mlionao kwa sababu ya kumlea Bibi Ana. Sijui mimi kama natamka vizuri. Bibi Ana. Mnaisema hivyo? Sasa mimi bora mnaelewa. Deus ni nani?
Ana neema ya kufanya mambo makubwa, akae karibu na Mungu, na Mungu anaenda kufanya mambo makubwa. Father, in the name of Jesus, the gift of greatness, Yes, and the gift of empowerment. Yes, Young daughter, naona umevuka mipaka. Yes, kuna wingu limeshuka juu yako. Yes, Yes, msaidie, kuna wingu kubwa sana. Yes, hataweza kusimama. Utamuuliza Selina ni nani? Mtoto wa dada. Selina. Naona analea mtoto Selina. Naona jina Selina. Mwache tu mtamuuliza baadaye. Tumeshishika tu kama R-Stack. Naona R-Stack Selina. Analea R-Stack Selina. Limo, ukoo wa kina Limo. Binti mdogo kwa neema ya Bwana. Majira yamefika. Yes, Majira yamefika. Yes, Mipaka mliowekewa haitakuwepo tena. Yes, You are empowered for greatness. Yes, You are empowered for greatness. Yes, Yes, and shine. Wewe ni mtu mkuu. The glory of the Lord is ready upon you. Yes. Uliitwa kuwa mtumishi mkubwa wa Mungu. Uliitwa kuwa mti wa mafuta atakayenyanyua mataifa. Naona Bwana akinyanyua uchumi wako. Naona viwango ambavyo umekuwa ukifanyia Mungu kazi. Majira yamefika, anasema anga yako imejaa mvua ya neema na mvua ya baraka inakunyeshea. Receive the grace. Yes. Receive the grace. Yes. Receive it. Yes. Pata pumziko. Nataka kuambukiza kwake. Yeah. Nataka kuambukiza kwake. Kuna watu wamepitia machungu sana, wamepitia hali nzito. Msomi wangu wa Biblia yuko wapi? Alienda wapi msomi? Nisomee Zaburi 45. Anaenda kuambukiza kwa watu wa ine roho ya kicheko. Nisomee mstari wa 7, Zaburi 45. Shaka papa. Yes. Ripako japako. Aleko sai keria. Zima kolo bobozaya. Selina yuko wapi binti mdogo? Naona Selina. Yuko wapi Selina? Kwa sababu babake jina kama Limo, ukoo wa kina Limo. Mwanzo nimeona nimelitaja R-Stack. Ni baba yake. Usikate tamaa. Vile umejitolea kulea mayatima, kulea watu, majira yamefika. Naomba mumwangalie vizuri sana huyu mtumishi wa Mungu, kwa sababu hawa ni watu ambao wanaenda kuwa watu wakubwa sana, si tu katika mkoa wa Dodoma, si tu katika taifa la Tanzania, bali kimataifa. Yes. Umevuka mipaka mikubwa sana. Yeah. Ndio unaona Mungu ameanza na wewe, analeta mpaka historia ya kwenu, kwa sababu Bwana ana mpango na wewe. Nisomee mwanangu mstari wa 7. Biblia inasema umeipenda haki, umeichukia dhuluma. Kwa hiyo Mungu wako amekupaka mafuta ya furaha kuliko wenzako. Binti mdogo, kwa sababu haupendi kuona mtu akionewa, ni mtu ambaye unapenda kukaa katika njia za kimungu. Usikate tamaa. Kuna kina Constancia, kuna kina Deus, kuna kina Bibiana, hao wote ni ndugu zako. Majira yamefika katika nyumba hii. Mungu ya baba yako na mama yako, Mungu amekuteua. Baba ni Henry, mama Flomena. Usikate tamaa. Mungu ana mpango mzuri na wewe. Naomba ugeukie tu hawa watu, wageukie tu. Nyanyua tu mikono juu yao. Kuna watu hapa wanne. Huyu binti ataambukiziwa roho ya kucheka. Anapoanza kupokea roho ya furaha, kuna watu hapa pia wanaambukiziwa hiyo roho. Uchungu uliokuwa ukiwasumbua na vitu vyokuwa vimekwama vinakuwa vimeisha. Pokea mwanangu roho ya furaha. Utaona vile ataanza kufurahi. Yani anapokea shangwe, mafuta ya furaha. Angalia vile anacheka. Yes. 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 Yes.
Yes. Yes. Anaambukizia watu wengine watatu. Popote walipopokea. Anaambukizia watatu hiyo roho. Angalia wenzako, angalia.